Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo tumefanikiwa kumpata ustadha wetu kipenzi chetu, Ustadha Sofia, anayekujaza mengi kuhusiana na masuala ya wanawake, hasa upande wa dini. Ni vipi wewe mwanamke unafaa kuwa, ni vipi unafaa kujibeba? Basi haya yote tutayapata kunradhi kupitia ustadha wetu tuliona ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Na inshallah katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia haya na staha katika Uislamu, hasa upande wa mwanamke inakuwa ni vipi, na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana ustadha. Asante. Ni furaha kuona. Hata mimi pia nafurahi sana kwa kunikaribisha tena katika studio zetu hizi za Mahdi TV. Alhamdulillah. Kwa ajili tu ya kuelimishana Kabisa. Na kukumbushana kwa sababu mengi tu ni katika ukumbusho, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hakuna kitu ambacho ni kigeni tunachokizungumza isipokuwa tunakumbushana tu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zimshukie kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, bila kupoteza muda, kama tulivyoambiwa na dada yetu Haifa hapa kwamba mada tunayoizungumza ni kuhusiana na haya na staha katika Uislamu, hususan kwa sisi wanawake. Kwa sababu tukiangalia kuhusiana na mada hii tunaambiwa kwamba yani hii tabia ya haya na staha ni katika tabia ambazo ni adhimu, ambazo zinazompamba muumini, yani kuwa na haya. Na pia tunaambiwa kwamba kuwa na haya si udhaifu. Yani ile kwamba katika ile kuongea mtu, katika ile mwenendo yake, yani katika kila kitu ambacho anakifanya katika hii dunia, mahala popote pale, yani anapokuwa na tabia ya haya si kwamba ni udhaifu. Ile kwamba mtu anaongea na mtu labda muangalie moja kwa moja usoni, ama anaongea na mtu labda kuna vile ambavyo anajiweka, yani unaona hizi si katika tabia kwamba kusema kwamba huyu mtu ni dhaifu labda ndio maana hataki kujiweka moja kwa moja. Hapana, sio hivyo. Tunaambiwa bali ni nguvu ya kiroho. Kuwa na haya, hiyo ni nguvu ya kiroho. Wewe mwenyewe tu basi nafsi yako, jinsi vile Mwenyezi Mungu alivyoiumba na vile ulivyoipamba zaidi katika ile maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuwa na haya ni inatokea katika roho. Ina maana kama roho yako haijakubaliana na hicho ndani ya nafsi yako, ina maana kwamba nje pia katika mandhari yako hayatakuwa mazuri. Kwa tunaambiwa pia na inayomfanya mtu kumwogopa na kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuwa na haya na kuwa na ile staha ni katika kumwogopa Mwenyezi Mungu na katika kutokumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambaye ametukataza kwamba tusifanye hiki. Unaona, sasa ina maana kwamba utapokuwa unafanya, ina maana utakuwa umekwenda katika asi kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa kwanza tuwe na hiyo haya, kwa ajili kwanza tunajua kwamba ni kumwogopa Mwenyezi Mungu na katika kuchunga hukumu na sheria zake. Na pia vile vile ni moja katika maasi. Yani ina maana kwamba usipokuwa na haya, kwa sababu usipokuwa na haya Haifa, unaweza ukawa sehemu yoyote wewe uko rafu. Kweli. Atakiwa kuambia kitu wewe unamwagia tu. Unaona? Na ile staha tunaizungumza ni ile kwamba mtu amekufanyia kitu unamstahi. Yani usiwe mtu kakufanyia kitu moja kwa moja unamwagia maneno mbele za watu. Kwa hiyo tunatakiwa tujenge ile staha kwamba kutokana na jinsi nilivyo mimi mwenyewe. Si kila mtu anajijua jinsi alivyo. So kutokana na jinsi nilivyo mimi mwenyewe, kwa sababu nimejijenga na tabia ya kuwa na haya, ina maana lazima nikuwe na staha. Na kuwa na staha ni kule kutokumwaga maneno machafu mabaya mbele za watu, kwa sababu utakapojenga kujiwekea maneno kama hayo, ina maana hiyo staha itakuwa hakuna. Na kama staha itakuwa hakuna, vile vile haya pia itakuwa hakuna. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba sisi tuwe na hizo tabia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni moja miongoni mwa sheria zake. Hususan sisi wanawake, haipendezi mwanamke kama wa Kiislamu umevaa vazi lako zuri kisha unakosa kukuwa na haya, na pia vile vile kukosa kuwa na nini na ile staha, ukamwaga maneno machafu mbele za watu, na ukijiangalia mwenyewe vazi ulilovaa na maneno unayozungumza ni tofauti. Hayaendani kabisa. Tukiangalia katika Qur'an, katika suratul Ahzab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika tafsiri ya aya hii, hakika Waislamu wanaume
na Waislamu wanawake. Yani Mwenyezi Mungu anawaambia kutokana na hii aya hii kwamba Mwenyezi Mungu anawaandalia, yani Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa katika hii aya ya Suratul Ahzab ambayo ni aya na sura ya 33 aya ya 35 kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia msamaha na ujira mkubwa. Ina maana msamaha huu wameandaliwa wanaume na wanawake, wale ambao watakao kuwa na haya. Na hii jambo la haya si kama wanaume pia labda hajaruhusiwa pia labda yeye kuwa na haya kwa sababu gani eti ni mwanaume, hapana. Hata mwanamume pia anatakiwa awe na haya. Kwa sababu asipokuwa na haya mwanaume, na maana anaweza kufanya chochote mbele ya wanawake kilichokuwa ni kibaya ambacho kitakachokuwa kinamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo inabidi na yeye pia mwanamume akuwe na haya. Ndio maana akaambia pia wakuwe na haya na wake zao. Kwa sababu ya matendo atakao kwenda kuyafanya. Yaani akitoka kule nje ajue kwamba mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo ina maana kwamba ajiwekee haya na ajiwekee pia staha vile vile, kwa sababu akijua kwamba mimi ni mume wa mtu na niko na heshima zangu. Unajua mtu yote yule ambaye atakayekuwa na heshima zake anataka kuheshimiwa, kwanza yeye mwenyewe ajiheshimu. Ina maana bila ya kujiheshimu, kujiwekea kuwa na haya na kujiwekea staha ya kutokumwaga uchafu mbele ya watu huko barabarani, ina maana kwamba wewe mwenyewe pia umejijengea kutokuheshimiwa na watu wengine. Kwa hiyo heshima inakuja after wewe mwenyewe utakapokuwa umejijengea tena kutokea katika roho yako mpaka katika mandhari ya nje. Kwa hiyo ukijijenga na hii tabia ya kuwa na haya na kuwa na staha, kutokumwaga maneno mbele za watu waliokuwa maneno ya ovyo, basi mtu kama huyu, mwanaume na mwanamke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia msamaha na ujira mkubwa. Ina maana kwamba tukiambiwa kwamba ni msamaha, ina maana kwamba sisi ni wanadamu. Mwanadamu siku zote tunaambiwa kwamba ni mwenye kukosea. Hakuna mtu aliyekuwa kamili isipokuwa ni Allah. Hakika. Na ukijijua kama wewe na wewe unakosea, basi kikubwa ni kurudi kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Muombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa kile ambacho umekifanya. Na utakapo Mwenyezi Mungu msamaha, Mwenyezi Mungu anasamehe. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa sio kaona kwamba kwani kukosa haya kuna madhambi gani? Unaweza kuona kama ni kijidogo, lakini kile kijidogo kifanyika kidogo hakitabakia kuwa kidogo, bali kitaongezeka kitakuwa kikubwa. Kwa hiyo ni vizuri utakapokosea, ili upate hiyo msamaha kwa Mwenyezi Mungu, omba msamaha wewe mwenyewe. Kwanza umuombe yule mtu labda ule mkosea, unakuja unaomba Mwenyezi Mungu msamaha, basi Mwenyezi Mungu atakupatia malipo makubwa. Na malipo ina maana amekusamehe na atakupatia ujira sasa. Kwa hiyo tunaambia kwamba aya hii inaonyesha kuwa mwanamke na mwanaume wote wanathaminiwa kwa ucha Mungu na tabia njema. Na hiyo ni miongoni mwa tabia njema, kwa sababu kama ina maana hautakuwa na haya na utakosa staha, ina maana kwamba tabia yako imeshavunjika. Hautahesabika ni mwenye tabia njema. Na ukija katika sura nyingine ambayo Suratul Nur ambayo sura ya 24 aya ya 31, pia Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba na waambie waumini wanawake na waumini wanaume sawa sawa, waumini wanawake na waumini wanaume wateremshe macho yao. Waumini wanawake wateremshe macho yao, yani wahifadhi tupu zao na wasizidhihirishe mapambo yao kwa upande wa mwanamke. Unaona? Na hii pia hii aya ilianza pia kwa wanaume pia vile vile. Kwa ina maana sote tunakanywa. Tuinamishe macho yetu chini. Na wanawake sisi pia tunatakiwa tuinamishe macho yetu chini na pia vile vile tuhifadhi tupu zetu, na maana tujistiri vizuri na tusisidhihirishe mapambo yetu. Kwa hiyo unaona hii ya kujihifadhi, yani kuinamisha macho chini, ni moja miongoni mwa aya. Yani mtu kuwa na haya. Ina maana utakapokuwa na haya utakuwa unakodolea kila mtu macho. Ama Fatuma akipita wewe waona umwangalie tu kila saa. Umwangalie tu unaona. Kwa hiyo ndio maana tukaambia tuinamishe macho yetu chini. Kwa sababu gani? Tusikae tukaanza kukodoa macho. Yani wote wanaume na wanawake kukodoa macho, kila nepi utakomwangalia yuko hivi unaona yani upitu, yani kila anayepita lazima tu muone na umtoe kasoro. Akati na wewe pia ni mwanadamu vile vile. Unapomtoa kuna mwenzio pia vile vile na kutoka kasoro vile vile. Kwa hiyo pia vile vile hilo ni moja miongoni mwa haya. Na pia vile vile kuhifadhi tupu, yani Mwenyezi Mungu anataka tuhifadhi, yani tujistiri katika miili yetu. Ina maana kama wewe ni mwanamke na unajua kama uko na heshima yako, jistiri mwili wako. Hiyo ni miongoni mwa haya, kwamba utakapojistiri ule mwili wako, ina maana kwamba hakuna mtu atakayeweza kukuona katika maumbile yako. Lakini ikiwa hauna haya, utatoa na utaacha maumbile yako wazi. Kwa hiyo huko ni kukosa haya kwa mwanamke. Na tusidhihirishe pia mapambo yetu. Yani wewe mwanamke umejitengeneza vizuri, umejipamba, ukajimaliza kabisa katika uso, kisha unatoka nje bila ya kujifunika na kujistiri chochote. Hiyo pia ni miongoni mwa kukosa haya.
Kwa hiyo wanawake tunatakiwa tuwe macho sana, tuangalie sana, tuchunge sana katika hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu vinginevyo tusipochunga tutajikuta tunakwenda kinyume na katika hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu. Na hiyo haya tutakuwa tumeikosa. Na staha pia vile vile tutaikosa, kwa sababu kama wewe utatoa mavazi yako, staha yako itakuwa iko wapi? Ndio pale mtu akikuuliza labda mbona haifa, for example mtu akuulize mbona labda umetoa buibui, sasa kwani mimi nitakaa nijifinike kila siku ni nini? Mimi msichana bado msichana mdogo, unaona? Sasa hiyo ni kukosa haya. Mpaka unaongea hivyo, hiyo ni kukosa haya. Na staha ulioikosa mwanamke kama yeye na msichana kama wewe ni ile majibu yako sasa unaoyatoa kwa mtu. Kwa hiyo hayo ni maneno ambayo tunatakiwa tuyaangalie sana, ndio ambayo yatatufunza sisi katika kujistahi na pia vile vile katika kukua na haya kama wanawake. Tusiwe tunatoa mulika macho tu mtu akikuongelesha. Unajua tunatakiwa mtu hata at least uangalie chini. Mwanamume anakuongelesha unamwangalia chini, sio unamkodolia macho hivi. Na pia wanaume pia ni hivyo hivyo. Ifike hivyo sije ukasikia. Unajua sana wamezoea kuongelea wanawake kwa wingi mpaka wanasahaulika wanaume. Kabisa sana. Mwanamke unajua maumbile yake tayari yeye anafaa kuwa na ile haya. Alafu wewe mwanamume unafaa kuwa na haya. Na haya kwanza inaanza kwa macho yako. Macho yako yawe chini. Ukiangalia kisa cha Nabii Yusuf. Jamani, haki ya Mungu. Nabii Yusuf alikuwa ni mwanaume, lakini mwanamume alikuwa amepita mbele ya wanawake na alikuwa hapesi macho kuangalia wapi, macho yake yalikuwa chini sana, yalikuwa chini. Na mpaka Zulekha mwenyewe alivyokuwa akimfuata akitaka kumharibia mambo yake, alikuwa hamwangalii hata kwa macho. Alikuwa muangalii hata kwa macho. Yani jinsi alivyokuwa amejiweka katika kukua na nini na haya. Tujifunze kupitia mitume. Alhamdulillah. Tujifunze kupitia maimamu. Kabisa. Tujifunze kupitia mabibi wake za mitume na kina Bibi Fatima na Bibi Zainab, jinsi walivyokuwa kama sisi wanawake. Kwa hiyo hata wanaume pia wana mfano mkubwa sana. Mfano wao tayari ni Nabii Yusuf. Naam. Mkubwa sana. Wewe niambie saa hizi mwanamume gani afuate na mwanamke atake kumfanyia jambo alafu tena akimbie? Utaambia mwanamume uko sawa. Utaambia na ukakataa. Wewe hauko sawa. Wewe bwana hauko sawa. Namba sasa, lakini ukiangalia kama mtu, ndio maana huwa anasema kama mtu ambaye anafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna vitu ataepukana navyo sana. Mitihani ndio iko, yani binadamu atakosea, lakini anapokosoa anajua hapa, najua mimi nimekosea, nina jukumu la kurudi kwa Mola wangu kumuomba radhi sana. Na pia na Nabii Yusuf tukumbuke, naye pia alimuomba Mwenyezi Mungu kwamba muondolee hiyo hila ya huyu mwanamke. Na alimwombaje Mwenyezi Mungu kama hatamuondolea atawaendea. Yani unaona sasa hivyo. Yani ni kitu ambacho kipo, lakini muweke Mungu mbele kuliko vitu vyote katika hii dunia. Kwa sababu vingine vyote vya dunia ni mapito. Huyu atakuja, wazuri ni wengi utakaoona sana. Atakayekuja atakupa vishawishi ni wengi. Hata siku moja ataondoka huyu, utamwona huyu ni mzuri, akiondoka atakuja mwingine. Hata huyu pia kamzidi yule kidogo. Akiondoka huyu, akipita mwingine Naam. Sasa tunaambiwa kwamba hiyo haya yenyewe sasa inaanzia moyo, kama tulivyoongea. Tunaambiwa kwamba uonekana kwenye mavazi. Yaani kwamba mavazi yetu sisi kama wanawake, unajua tunabezi sana kwa sababu sisi ya wanawake tunajiongelea sisi kama wanawake. Kwa hiyo haya inaanzia moyoni na pia inaonekana katika mavazi yako. Utakapovaa mavazi yako umejistiri vizuri, wewe unaonekana kwamba uko na haya, utaki uonekane maumbile yako. Na maneno katika ile mazungumzo na wewe uongee wewe mwenyewe. Je, unaongea maneno ya design gani? Wewe ni mtu wa kubwabwaja, yani kutoa tu maneno ya ovyo ovyo, ama unakuwa maneno yako unaongea kwa kipimo? Kwa sababu tunatakiwa tupime haifa maneno. Kuna mahali ambapo utaongea, mahali utatakiwa ustop, usiendelee zaidi. Ndio ukiangalia ustadha, pia kuna vitu ambavyo vinatia ushawishi. Kwanza ukikuta mwanamke karne hii ambao wanawake ambao wanakunywa pombe, inakuwa ni mtihani sana. Wakiwa katika ile hali, ndio maana pombe ingekuwa haramu, ni kwamba inamtoa mtu katika ufahamu wake. Anapotoka katika ule ufahamu wa akili, wallahi mwanamke anavotoa maneno cheche za maneno, hata ukirudi katika hali yako, jina ushaliharibu. Umeliharibu watu wanakaa mbali na wewe. Mtu huyu unamwona tu yuko pale, lakini baadaye akienda kiweka vitu vyake hautaamini kama ni yeye. Unaona sasa kwamba akienda kiweka vitu vyake. Hiyo ni kujiaibisha sisi. Ndio kabisa wenyewe. Kwa hiyo pia vile maneno na mwenendo. Mwenendo wako, zile tabia zako ulizokuwa nazo. Kama hivyo sasa, mwanamke mwenendo wako ni nini wewe? Unaenda kunywa pombe, unavuta bangi, unavukula miraa, unatafuna. Wanasema kwamba hiyo miraa eti
wanasema ina sijui wanasema kwamba sijui ileweshi, lakini inaleta kuna kitu cha handas. Sasa hiyo handas ni nini jamani? Si pia ni miongoni mwa kitu ambacho kinakutoa katika ile hali yako nzuri uliokuwa nayo. Allah, ukisikia hizi story mtu akikupa story ya mtu ambaye majina, sasa unasikia watu walaji mirungi wanaitwa majaba, sijui watu wajaba, majaba kama hicho. Kwa unajikuta yani wewe mwenyewe kutokana na mwendo wako jinsi ulivyo unapatiwa jina ambalo labda ukija ukilisikia hutapenda, lakini tabia zako zimekufanya kupatiwa hilo jina. Ni mtihani mkubwa sana. Umejikosesha haya wewe mwenyewe. Hadhi ishapungua sana. Menendo haiendani na wewe. Na wewe kabisa. Usipewe majina mengine kwa nini? Sasa kama huyapendi hayo majina, acha. Ndio hicho tunachotakiwa tu kukifanya. Kabisa. Inshallah. Kama sisi wanawake, inshallah tunatakana tujiangalie sana, kwa sababu sisi wanawake ndio walimu wa kwanza. Pambo la nyumba. Sisi ndio pambo la nyumba, sisi ndio kila kitu. Ina maana kama mama ukikosa kuwa na haya na ukakosa kuwa na staha, mtoto wako atakuja kushika yale. Wafu wazazi wana affection, yani wana affect sana watoto wao wenyewe tu, sisi hatujijui. Mtoto anaweza kujikuta umemzaa anakuja kuwa na tabia fulani, kujua kwani kapata hiyo tabia, jikumbuke mwenyewe ulikuwaje. Nakumbuka nikisikiza Sheikh Haidarusi akiongelea kuhusiana na masuala ya jinsi mtu alikuwa anatoa hadithi ya mtu alimfuata Sheikh akasema kwa vile ampata mtoto anataka kufunziwa mtoto wake amfunze vipi maadili mema nini na nini. Ule Sheikh akamwambia bwana, ushafeli. Maana mtihani wa kwanza ilikuwa uanze umechagua mke wa aina gani. Hapo sasa huyo ndo angekuwa mlezi wa nani? Wa huyu mtoto. Yule mke maadili yake yapo kiasi gani? Yapo aina gani? Atakulelea huyu mtoto kwa minajili gani? Je, misingi yake itakuwa sawia na Mwenyezi Mungu? Maana mama ndo anaishinda na mtoto nyumbani. Ukikosea kuchagua chombo jamani, ndio vitaribika vyombo vingine vyote. Kama unaambia samaki mmoja akioza ni wote. Kwa mama kama alikuwa ameshaoza, umeoa mke ambaye alikuwa ameoza, hata watoto pia watakuja kuoza vile vile. Allah tunusuru inshallah. Tunatukana isipokuwa wanawake wenzangu wanaume msikilize, na wanawake sisi ili tuweze kupata wanaume kweli, yani wasichana mpate wanaume waoe. Mkisikiliza tu mawaidha yafuateni, kwa sababu kila anayekurekebisha anakupenda na anataka uwe mzuri. Ndio ili ujue uitwe mama mzuri, na mume akikuona kwamba wewe ni mzuri aje akuchague na akuoe kama mke wake au mlezi wa watoto wake. Mashaallah, shukrani Ustadh. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea na mada yetu. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu, alhamdulillah tunazidi kufafanulia zaidi kuhusiana na mada yetu husika ya haya na staha katika Uislamu, haswa kwa sisi wanawake, kwa binti ama kwa mama ambaye uko nyumbani una mtoto wa kike, una watoto wa kike ambao unawakuza. Ni muhimu sana wewe kuyafuatilia haya mawaidha, yatakupa manufaa zaidi inshallah. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Tunazidi kuwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV akikujuza mengi haswa kuhusiana na mada yetu husika, mada nzuri ambayo itakufunza wewe na familia yako kiujumla. Hata wewe baba nyumbani, jukumu lako la kusikiza mawaidha kama haya, utapata wasana kumwelezea mke wako 1 2 3. Unapata kupata manufaa ndani yake yale mawili matatu, unakaa chini unampa mke wako mawaidha 1 2 3 ili aweze kukuelewa zaidi, na inshallah tukielekea kwake Ustadha tutafahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Ustadha. Naam, shukrani. Naam, bila kupoteza muda sasa hivi tuangalie kuhusiana na hadithi za Mtume na maimamu alayhi salamu. Wanatufunza nini ama wanatuambia nini kuhusiana na jambo kama hili? Tukija hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ametuambia kwamba alhayau min aliman. Haya ni sehemu katika imani. Ina maana kwamba wewe kama ukiwa uko na haya, basi moja kwa moja wewe uko na imani, na imani ndio kitu ambacho kikuwa ni msingi na uthabiti wa mwanadamu katika dini yake. Kwa hiyo ukiwa na ile imani yako ikiwa thabiti, ikiwa uko na imani ambayo haitingishwi, basi mbona kwa nini usiwe na hiyo haya? Lazima utakuwa na hiyo haya. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa imani. Sasa ina maana usipokuwa na haya, ina maana imani yako kidogo inatingishika. So tunatakiwa tujijenge katika hii tabia ya kuwa na haya. Mpaka tunaambiwa pia kula nyama ya ngamia. Ukila nyama ya ngamia kwa sababu ni mnyama
wa kuangalia chini na nini. Tunaambia kila nyama ya ngamia inasaidia pia mtu kukua na haya. Mashaallah. Kula nyama ya ngamia pia inasaidia mtu kukua na haya. Kwa hiyo kama wanawake tukipata nyama ya ngamia tusiache kuila. Tuile vizuri ili haya iongezeke. Tumepata dawa ya kuongeza haya. Kwa wale ambao tayari mtu yuko nayo na ambaye hana, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie awe nayo. Ndio ili awe na ile imani yake ilikuwa imejengeka kabisa imara. Na pia akasema katika dini, yani kila dini ina tabia yake maalum. Na tabia ya Uislamu ni haya. Yani Muislamu yoyote yule anatakikana awe na haya. Wewe kama Muislamu usio na tabia za kukosa kuwa na haya, ukasimama mbele za watu vile unavyotaka tu kusimama na ukaongea maneno yaliokuwa ni ya ajabu ambayo yatakuwa yanakutukanisha wewe pamoja na Uislamu wako. Kwa sababu mtu atakuuliza, huyu mtu kwani dini gani? Muislamu. Unaona? Tayari umeshavunja heshima. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tunaangalia, kulikuwa na mwimbaji halisi mkubwa wa Arabu na kulikuwa na mwanamume amekaa pale katikati. Nadhani kulikuwa kuna mjadala kiasi unaoendelea. Sasa yule mwanamke akaingia na kuanza kucheza nini na nini. Yule mwanamume macho yake yalikuwa chini. Yeye mpaka anaona haya. Maana anaangalia huyu ni mwanamke wa Kiislamu na anavyofanya haiendani kabisa na maadili ya dini. Unaona? Alivokaa ilibidi amempa lecture. Unajivunia uko hivyo na wewe unafanya hivi kinyume na vile dini inavyosema. Na wewe ni mwanamke. Unajidhalilisha kiasi cha kwamba unafurahisha watu lakini wewe mwenyewe kuna kitu unakipoteza. Ni kweli. Anajidhalilisha yeye pamoja na dini yake. Ndio hivyo. Kwa sababu hivi tulivyoambiwa kwamba kila dini ina tabia zake maalum na tabia za Uislamu ni kuwa na haya. Sasa wewe kama mtakuwa ni mwanamke wa Kiislamu na unakosa haya, unakatika mauno mbele ya wanaume, hebu niambie. Hiyo haya mtihani hiyo haya iko wapi? Hakuna haya kwa sababu imeshatoka. Yani kwanza huyo mpaka kitendo, unaona kitendo cha mwanamke kucheza mbele ya mwanaume, huyo ni moja kwa moja kwamba haya imekwisha. Maana nini haya kitambo ianze kwa nafsi, huwa kuna ile conscious. Inakwambia hapana, jukumu lako ni kuangalia chini. Kabisa. Lakini ile conscious ikishatoka bas wewe umekuwa hauwezi okoka tena. Hauwezi. Hapa ndo tuna mtihani. Ndio. Kwanza hususan yani kwa sasa hivi mabinti wametoka kabisa na hilo. Mtu ukimwambia kitu anakuona kama vile yani unamwambia story gani zenye ambazo unampigia kelele, kwani haya ndo kitu gani? Kwani mimi sina haya? Ni nini kwani ninachofanya? Ninafanya kitu makosa? Yani hajioni. Unajua tabia za watu sasa hivi hawajioni kama wako na makosa, yani mpaka afanye kitu kabisa aone kwamba hapa kimemharibikia. Lakini yote tisa ustadha, nadhani ni ile bana tumeamua tusijiweke karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu utakapojitahidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kuna vitu havitakupa pressure kabisa. Kuna vitu havitakupa pressure ya kuwa unataka kuwa kama fulani. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anakutosheleza kabisa. Mwenyezi Mungu anakutosheleza, wa mayatawakkal ala Allah fa huwa hasb kabisa. Yeye ndo anakutosheleza peke yake. Unapomwabudu ashakwambia mimi ndo kila kitu kwako. Na kama mimi ndo kila kitu kwako, wewe usijali. Na sisi mwenyewe pia msema kwamba ud'uli astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Yani niombeni nitawajibu. Sio ina maana kwamba wewe ukiwa na mitihani kama hiyo basi muombe Mwenyezi Mungu. Kabisa. Muombe Mwenyezi Mungu. Maana mitihani kukupata wewe ni binadamu, na ataitoa hiyo mitihani. Ataitoa hiyo mitihani. Kaa chini, rudi kwa Allah. Mbona ni kitu rahisi tu. Tena tunaambia kwamba tuna pepo tunaipata kwa bure. Kweli. Haina gharama. Kweli. Lakini moto tunaifanyia kazi. Na ndo sahi watu tunaifanyia kazi sana moto kushinda pepo. Sana. Tukiangalia katika maneno ya Ahlul Baiti alayhimus salam, Imam Ali alayhi salam anatuambia matunda ya haya ni kujiepusha na maovu. Unaona, matunda ya haya ni kujiepusha na nini? Maovu. Ukijua kwamba hili ni ovu, huku mna sheria ya dini inakataa, basi wewe jiepushe. Utakapojiepusha basi hayo tayari umeshapata matunda ya nini? Ya haya. Lakini wewe unaona kwamba hili ni ovu na unalifanya, hapo unatakaje? Unataka kulipata hilo tunda? Hautalipata. Na vile vile Imam Jafar Sadiq akatuambia asiyekuwa na haya hana imani. Unaona, alhaya'u min al-imani, mtume kasema. Imam Jafar anatuambia kwamba asiyekuwa na haya ana nini? Imani. Kwa hiyo ina maana kwamba ili uwe unaweza kuwa na hiyo imani iliyokuwa ni thabiti na madhubuti katika nafsi yako, basi ina maana ujenge katika kutabia kuwa na haya. Hiyo haya yako
na kuwa na staha yako, zote zitakusaidia katika kuiweka thabiti ile imani yako. Na utakapoweka thabiti ile imani yako, ina maana moja kwa moja pale utakuwa wewe umefuata katika hukumu za Mwenyezi Mungu, na itakuwa ni rahisi yani kujitoa katika huo uovu na kuja katika ile ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia tuyafanye. Yani kitu nilichofurahia ustadha, nakumbuka tukiangalia upande wa mazishi ya Sayyid Ayatullah Ali Khamenei, mashaallah, ukiangalia wanawake wale wanaume, so watu walikuwa ni wengi, wale wanaume walikuwa wanawalinda wanawake kwa pale katikati, lakini macho ya wale wanaume yanaangalia kando, hawaangalii pale katikati. Wewe ukiangalia ni imani kiasi gani ambacho watu wako nayo ya hali ya juu, ni imani ya hali ya juu, kwa sababu kitendo cha mwanaume anaona kwamba hawa ni wanawake, lakini unajua anafanya kwa sababu gani? Kwanza anajua anafanya kwa sababu ya kuichunga misingi na hukumu na sheria za dini yake kabisa, na kumuona Mwenyezi Mungu pia haya kabisa. Unajua kama wewe utafanya kitendo ambacho Mwenyezi Mungu amekataa, ina maana wewe pia Mwenyezi Mungu muonee haya kweli. Sasa wale kwa sababu wanajua ni moja miongoni mwa hukumu na sheria za dini, na pia vile vile wanamuona Mwenyezi Mungu haya kwa sababu wameshakatazwa kwamba msiwaangalie hao wanawake, muweke macho yenu chini. Kwa hiyo wako pale wanachunga, lakini wanaangalia pembeni, ni kujiwekea hiyo staha na kumuona haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ina maana kama tutafanya mambo, ina maana pia Mwenyezi Mungu atumuonee haya kweli. Sio lazima unayemfanyia haifa mpaka wewe umemuona kama tunavyoonana sisi mimi na wewe. Unaambia muabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba yani unamuona. Kweli. Unaona? Kweli. Tumuogope Mwenyezi Mungu na tumuabudu kana kwamba tunamuona, kwa sababu wewe ujue kwamba ikiwa wewe haumuoni basi ujue yeye anakuona. Kwa hiyo ndio maana wanafanya hivyo, kwa sababu kuchunga hukumu na sheria kama hizo. Kwa hiyo ukiwa na hiyo tabia, wallahi mbona wewe mtu utakuwa na mstari wa mbele kabisa katika kumtii Mwenyezi Mungu. Kweli, kweli. Tuangalie sasa kwa Sayyidati Fatima Zahra alayha salamu, anatuambiaje? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunaambiwa jambo bora kwa mwanamke ni kutowaona wanaume wasiokuwa maharamu wake, yani usiwaangalie wanaume ambao ni maharamu zako. Unaona, wale wasiokuwa maharamu, kwa sababu tuko na mahram na ghairi mahram. Ghairi mahram ni yule ambaye anaweza kukuoa. Mahram ni yule ambaye hawezi kukuoa, kama vile baba yako, kakako na wengine. So yule ambaye unajua kwamba hawezi kukuoa, huyo ina maana kwamba ako na haki zaidi baada ya kije kukuoa wewe. Wakati ule yeye atakuwa ni haramu kwako angalia na kumfanyeje, kwa sababu hiyo inaweza kaja kapelekea mmoja miongoni mwa fitna. Na ndio maana tunaambiwa kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nur, ile sura ambayo iko na hukumu ya kuzini, mbona Mwenyezi Mungu alianza na dhamiri ya kike? Unaona, tunaambiwa kwamba katika hikma tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu alianza na hizo dhamiri za kike kwa sababu wa kwanza katika kusababisha kupatikana zinaa ni mwanamke. Kwa hiyo na maana kama sisi wanawake tutaweza kujichunga vizuri, tuwe na haya vizuri, tuvae vizuri, basi hiyo zina tutailetaje? Kwa sababu mwanamume wewe umeshajifunika na unaangalia chini, uko na haya, saa ngapi fitna utaileta katika hii dunia? Hakutakuwa na uharibifu. Kwa hiyo tunataka yani tusiwaangalie wale wanaume wasiokuwa ni maharamu zetu ambao watakuja kuweza kutoa baadaye, wala wao wasiwaone, yani wao pia wasiwatuangalie. Ina maana sasa wao wasituangalie na sisi tusiwaangalie. Sasa ikiwa umepatikana hali kama hiyo, saa ngapi tutakuja kufanya mahasi ndani ya hii dunia? Hakutapatikana mahasi. Kwa tunaambiwa ni fundisho la kuhifadhi heshima na usafi wa jamii. Ina maana tukiwa tunajitengeneza hivyo kama hivyo sasa, Irani walivyofanya hivyo, wanaume walikuwa waangalie wanawake, na wanawake pia wenyewe ukiangalia kule mashallah na vibuibui vyao wako chini. Niambie, hiyo zina itapatikana wapi? Haiwezi kupatikana, wala hiyo haya, yani hiyo sasa ina maana kwamba hiyo ni kwa sababu ya kukua na ile haya na kuogopa na kuchunga haya, kuogopa. Maana tayari ukishaino yani unasikia mbona mimi niangalie wakati mimi nimeamrishwa niangalie chini. Ndio. Unaona? Kwa hiyo ina maana kwamba moja kwa moja unamuona haya Mwenyezi Mungu. Muogope Mwenyezi Mungu hata kama unaona wewe humuoni, lakini anakuona. Kwa hiyo tunaambiwa sasa katika mafunzo ya hizi, yani katika mafunzo ya muonekano wa haya, jambo la kwanza ni mavazi ya Kiislamu. Tujistiri vizuri. Sisi kama wanawake tusionyeshe maumbile yetu. Ina maana utakapojistiri vizuri, hiyo ni moja kwa moja kwamba wewe umefanya kitendo cha kuona haya, huku jiacha mwili wako kila mtu auone. Kwa nini mwili wako usiuchunge vizuri? Mwekee mmoja tu ile Mwenyezi Mungu ambaye amekuwekea kwamba atakuja kuwa ni mume wako. Huyo tu peke yake. Wengine watakuwa na haja gani? Hiyo utaleta uharibifu katika hii dunia. Na jengine pia kuwa na lugha safi. Lugha zetu tuzitengeneze kuwa safi. Tunapoongea sisi iwe ni mahali kokote, ndani za nyumba, ukiwa nje katika jamii,
tujitengeneze kuzungumza, yani kutumia lugha safi kuongea na watu. Na maana ukaambiwa mwanamke ako na ulimi mzuri sana. Mwanamke anaweza jenga nyumba na akabomoa nyumba. Sana. Kwa ulimi tu peke yake. Peke yake ulimi. Maana ukiwa mwanamke mwenye unaongea kwa kauli nzuri, ni rahisi sana kujenga mahali palipoharibika. Sana kabisa. Lakini ikiwa wewe ni mwanamke mwenye mdomo ndo kama hiyo non-stop, wewe hauna amani, wewe ni kuteta, kutukana hapa na hapa. Utaivunja familia na utaivunja, kwa sababu mtoto anajifunza kupitia wewe pale ndani ya nyumba. Ndio pale utakuja kujikuta, unajua saa nyingine ndio pale utajikuta mtu anakuja kufanya vitu hata ikiwa ni mtu mzima katika familia, unajiuliza kumbe aliona wazazi wake wakiyafanya, kwa akiona kwamba kitu cha kawaida, si hata mamangu alikuwa akifanya. Ndio. Kwa hiyo ina maana kwamba tunatakiwa tuwe makini sana katika zile lugha zetu tunazoziongea tukiwa ndani na nje pia vile vile. Na pia vile vile matumizi ya mitandao ya kijamii. Ina maana mitandao unaona kama sasa hivi haya imekwisha. Msichana unamkuta sasa hivi ni kwenye TikTok. Watu wako ovyo ovyo tu. Mtu anachukua TikTok anarusha picha huko mitandao ya kijamii. Yani wasichana wetu tunawaombeni hala. Mnapotumia mitandao ya kijamii chunga sana, huku na sheria za dini. Na usifanye kwa ajili ya mwingine. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mimi ninaacha kufanya kwa sababu ninamuona haya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sitafanya hicho nikaenda nikautukanisha Uislamu wangu na nikatukanisha pia familia yangu. Na yapo pia vile vile nitakuwa nimemkosea haya Mwenyezi Mungu. So fanya hilo katika kutumia mitandao ya kijamii vibaya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile mahusiano baina ya wanaume na wanawake. Hatujakataza kukuwa na mahusiano yani kama vile tuseme ni mandugu, ni marafiki, ni majirani, ni watu ambao tuko karibu. Iwe na mipaka. Lakini iwe na mipaka yake. Ndio. Yani wewe usije kaona tu basi kama unajua tu kuna ile kauli mimi namuona tu kama brother yangu. Alafu unampitia, si unamwona ni kama brother yako, lakini si brother yako yule. Si brother yako yule, chunga sana. Huyu leo kesho na kesho kutwa anaweza. Sasa shetani naye ni nani? Ndo hapo sasa. Nakumbuka ni jana tulisoma kuna katika fiki tunaambiwa katika hukumu na sheria za katika mambo ya fiki katika mambo ya swala tunaambiwa kwamba mwanamume yoyote yule ambaye si maharamu wako, yule ambaye anaweza kuja kukuoa baadaye, yani haitakikani kwa msichana ambaye hajaolewa na kijana ambaye hajaoa kukaa sehemu moja. Tena ya faragha. Haitakikani. Tena sana. Iwe ni katika kukaa tu ama iwe ni katika swala, haitakikani. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo pia imekataza katika hukumu na sheria za dini. Sasa ina maana kwamba mkijua nyinyi hamjaoa, hakuna mmoja ambaye ameoa ama kuolewa pale, pia mnatakana msiwe katika sehemu ya faragha. Kama mtakuwa hamfai kukaa katika faragha. Hamfai kukaa katika faragha. Mnakaa katika faragha, hapo ndo sasa shetani anza kaja kaingia. Tena iwe ingia haraka sana. Sana Tena unajua shetani yeye yukunongoneza tu. Alafu wewe unafanya kazi yake yote. Bas, unaona. Kwa hiyo tuache kukaa katika faragha, yani wasichana waache kukaa, hata sisi wamama pia tusikae faragha na waume wengine. Hata mashemeji. Kwanza shemeji nakwambia ndio watu wanakuambia shemeji mwisho mnazima taa. Sasa huo shemeji na heshima ziko wapi tena? Kwa hiyo na mwisho kabisa ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata ukiwa peke yako. Ukiwa peke yako unatakikana pia umche Mwenyezi Mungu, kwa sababu ujue kwamba kama vile vitangulia kusema, wewe kama unajua kwamba mimi simuoni Mwenyezi Mungu, lakini unajua Mwenyezi Mungu anakuona. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya kwamba kifanye ukijua kwamba hapa Mwenyezi Mungu ananiona. Kifanya lakini unajua kwamba hapa Mwenyezi Mungu ananiona. Kwa hiyo tumchunge sana Mwenyezi Mungu, tuchunge hukumu na sheria zake. Tumuone Mwenyezi Mungu haya jamani. Kwa sababu ameshatukataza na ameshatuonya. Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuadhibu watu mpaka walivyowaletea mitume. Na sisi tumeshaletewa mitume mingapi? Mtume wetu Muhammad ameshatu. Na katika kila karne ya mitume kuna watu walikuwa wanapanishiwa. Walikuwa wanapanishiwa. Wanapata kichapo. Tena lakini wakati hapo Mungu akitaka kitu kuwa kinakuwa tu sahihi hiyo na wewe mtume wako mashallah ni rahmatul lil alamin. Amekuombea wewe haki ya Mungu, msamaha kwa Mola wako. Allah akakupa wewe njia ya kufanya istighfar ili urudi kwake. Jamani, wa mama wenzetu, watoto wetu, wasichana, tumkumbuke sana Mwenyezi Mungu. Kila kitu unachotaka kukifanya jua kwamba Mwenyezi Mungu anatuona. Hakika. Tuipende dini yetu, tusitukanishe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah atupambe kwa pambo la kuwa na haya na kuwa na takwa. Sisi kama wamama pamoja na mabinti zetu inshallah, na
Yote hayo ni katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran sana ustadha kwa mawaidha yako mazuri, kwa nasiha zako nzuri ambazo naamini mpenzi mtazamaji ama mwanamke anayetazamia Mahdi TV anapata uelewa zaidi kuhusiana na haya na staha katika Uislamu, haswa kwake yeye mwanamke. Shukran sana, na kwa leo hacha tuishie hapo. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili umefahamu mengi kuhusiana na masuala ya haya na staha katika Uislamu, haswa kwa wewe mwanamke. Ni muhimu sana kuwa na haya kwa sababu ni katika imani, na ukiwa na imani basi uko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna anayetaka kosa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu anajitahidi, basi tujitahidi kuwa na ile haya. Ndo kwa sababu sisi kama wanawake tumewekewa sura nzima katika Qur'an. Wewe unaangalia ni ufahari upi ambao Mwenyezi Mungu ametupa sisi kama wanawake. Japo wengine wanasema tunakandamizwa, la, hatukandamizwi. Hakuna mwanamke anayekandamizwa, na Mwenyezi Mungu hajataka mwanamke akandamizwe. Ndio maana pepo zipo chini ya nyayo za mama zetu, kwa maana mwanamke amepewa daraja ya juu. Hivyo basi inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.